Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, msikiti wa Mtume bado ulikuwa ni wa matope, na ndani ya msikiti ilikuwa hakuna carpet, ilikuwa ni mchanga. Ukisujudu unasujudu juu ya mchanga, na paa mabati yake msikiti wa Mtume ilikuwa ni makuti na majani. Mvua ikinyesha, mvua ikinyesha inaingia mpaka ndani. Ukisujudu unasujudu juu ya maji. Jua ikipiga jua wakati wa joto inapiga mpaka ndani, hakuna kitu cha kuzuia. Kama hadithi ilivyokuja ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, kuna siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya mimbar anatoa khutba ya Ijumaa. Akaingia bedwi mmoja kutoka mashambani, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, tunakuomba utuombee mvua, kwa sababu katika mji wetu wanyama wanakufa, mimea zote zimekauka, hali imekuwa si hali. Mtume pale pale akiwa juu ya mimbar akainua mkono, akaidua kidole, akamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Mwenyezi Mungu tunakuomba uteremshe mvua, Mwenyezi Mungu tunakuomba uteremshe mvua, na Mwenyezi Mungu tunakuomba uteremshe mvua. Anas bin Malik anasema kabla Mtume hajashuka kutoka juu ya mimbar, ikanyesha mvua na Mtume akiwa juu ya mimbar, mpaka Mtume akaroana na maswahaba wote wakaroana, na wako ndani ya msikiti siku ya Ijumaa. Kwa maana Mtume sallam alipoondoka duniani, hali ya msikiti ndivyo ilivyokuwa. Ilikuwa ni msikiti wa matope, msikiti mchanga ndani, hakuna mabati, paa ya msikiti ni majani, ni makuti. Hakuangalia ile fahari ambayo leo misikiti ziko nazo katika dunia sasa, ndugu zangu, lakini angalia ile matunda ambayo msikiti wa Mtume ilitoa, na hali ya msikiti namna ilivyokuwa wakati wake. Leo misikiti alhamdulillah, watu wanashindana kujenga msikiti. Ndugu zangu, ndio hii ni katika alama za kiyama ndogo ndogo. Waislamu itafika wakati watashindana kujenga msikiti, kama hadithi ilivyokuja. Mtume sallam anasema, la taqumu saa hatta yatabaha an-nasu fil masajid, kiyama haitosimama mpaka watu washindane kujenga msikiti. Yatabaha maana yake wanajifakhiri na kujenga kila aina ya misikiti ya mapambo. Wengine wanashindana, hasa ikiwa ule alijenga msikiti staili hii, mimi nitajenga nzuri kuliko hiyo. Ikiwa walitumia pesa fulani, mimi tutatumia pesa zaidi ya hiyo. Hauwezi kuamini ndugu zangu, katika nchi yetu ya Kenya hii kuna msikiti mmoja tu imejengwa na 1 billion Kenya money, 1 bilioni moja, msikiti mmoja hiyo. Hatukuambii misikiti zingine. Ile ukiingia ndani ya msikiti, ukikanyaga ile carpet, mguu yako inazama ndani. Ile hali ya mukayaf, maana yake air condition, hauwezi kupata joto, utaona raha ukiingia ndani ya msikiti. Lakini misikiti nyingi leo watu wanashindana kujenga. Wako wale ambao wamejenga na milioni 250, wenye milioni 500, wenye milioni 700. Lakini ni misikiti gani hizi? Nyingi zake illa man rahimallah ni misikiti ambayo basi imekuwa ni fahari tu. Msikiti wa fulani, msikiti wa shekhe fulani, msikiti wa mtu fulani, inatajwa mpaka kwa jina, lakini haitoi ile matunda ambayo Mtume sallam alitoa kwenye msikiti wake wa matope. Unajua msikiti wa Mtume ilitoa watu aina gani ndugu zangu? Iliwatoa maswahaba wenye elimu. Hakuna watu ambao walikuwa na elimu kuliko maswahaba ridwanullah alaihim. Leo unaona watu wote waliosoma duniani na degree, labda mtu ni profesa hapa duniani, hawawezi kumfikia sahaba mmoja kwa elimu ambayo sahaba walikuwa nayo. Unajua kwa nini?
kwa sababu mwalimu wao hawa maswahaba alikuwa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa akishakuwa mwalimu ndo Rasulullah, wanafunzi watakuwaje? Na huyu mwalimu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni profesa wa maprofesa wenyewe. Wewe leo ukisikia mtu hapa duniani ni profesa, huyu ni profesa katika elimu fulani tu, professor of mathematics, professor of science, professor of agriculture. Lakini huyu ambaye ni professor of mathematics, mambo ya hisabati, ukimpeleka katika mambo ya ukulima ni zero, hajui chochote. Lakini Mtume alikuwa ni profesa wa maprofesa wote duniani, na alikuwa hajui kuandika wala kusoma. Hawezi kuandika kitu wala hajui kusoma, lakini elimu zote ameanzisha yeye. Sasa unatarajia wanafunzi watakuwa vipi? Mtume sallam aliwatoa watu mashujaa, akawatoa watu wanachuoni, akawatoa wanasayansi, akawatoa watu ambao wakuigwa katika jamii. Na hali ya msikiti ndivyo ilivyokuwa wakati wetu, ndugu zangu. Hii ndo hali. Unajua ilitoa watu gani hawa? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii ndani ya Qur'ani, anasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiquna al-awwalun, wale ambao walotangulia wa mwanzo. Hawa wanaokusudiwa hapa ni maswahaba ridwanullahi alaihim, min almuhajirin wal ansar, katika wale ambao walihama Maka kwenda Madina na wale ambao walimpokea Mtume na maswahaba walipoingia katika mji wa Madina, ndio wanaitwa ansar hawa. Kisha ni nani ambaye atakuwa na mfano ya watu kama hawa? Walladhina tabauhum biihsan, ni sisi miongoni mwetu hapa, ndugu zangu, wale ambao watakaofuata nyenendo na njia za wale ambao waliokuwa naye, wale waliotangulia katika maswahaba, katika muhajirin na ansar. Kufaulu kwetu, ndugu zangu, ipo sisi kuwafata wale maswahaba ambaye elimu yao waliipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuyashike hayo na tusiyachezee. Kufaulu iko hapo, kufaulu iko hapo. Lau tutawafata hawa maswahaba waliotangulia baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, matokeo yake ni nini, ndugu zangu? Radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaridhia watu kama hawa. Wewe unaposikia Mwenyezi Mungu anamridhia mtu, basi huyu mtu hatoanguka duniani. Mungu ameshamridhia, na ndivyo atakavyoendelea mpaka atakapoingia peponi, hata uporomoka hata siku moja. Na Mungu akimchukia mtu, basi hakuna ambaye anaweza kurekebisha hiyo. Na kisha kuchukia, akikulani Mwenyezi Mungu, hakuna laana iliyokuwa mbaya kama hiyo. Ndio unamuona Abu Lahab alipomtukana Mtume na kuitukana Uislamu, Mwenyezi Mungu alipiga chapa cha ukafiri na chapa ya moto wa Jahannam kwenye moyo wake Abu Lahab, akamwambia kwamba tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin. Hapa huyu Abu Lahab ataingia motoni na hakuna siku ataslimu. Unajua hii aya ilipoteremka, hii sura, huyu Abu Lahab alikuwa ni mwenye akili timamu, si mwandazimu, ni mtu amesoma katika watu waliosoma katika Makuraish. Baada ya hii sura kuteremka, ilichukua miaka 10 ndio Abu Lahab akaja kauawa, akaja akafa. Katika hii miaka 10 hapa haikumuijia Abu Lahab hata kwa kuikejeli Uislamu tu, kwa fikra kwamba unasema bwana, mimi nitakwenda motoni, mimi ni kafiri, basi nasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka Muhammadur Rasulullah, nimeslimu. Sasa nani mkweli baina ya mimi na Mungu wako? Nani mkweli? Mungu amesema mimi nitakufa katika ukafiri, nimeslimu. Hata hiyo mawazo hakuwa naye.
Maana yake Mungu alishapiga chapa ya ukafiri kwenye moyo wake, hawezi kusilimu mtu kama huyu. Na ndio mimi na wewe ndugu zangu, tukifata njia ya wale waliotangulia, tutafaulu katika dunia hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa radhi na sisi. Radhiyallahu anhum wa radu an, na sisi vile vile tutamridhia yeye Mwenyezi Mungu. Si kwamba Mungu anaturidhia sisi tu, sisi pia tutamridhia Mungu. Wewe Muislamu leo uliokaa hapa, je, umemridhia Mungu katika hali ambayo uko ndani yake? Umemridhia Mungu katika riziki anayokupatia hata kama ni kiasi? Umemridhia Mungu katika afya yako? Umemridhia Mungu katika watoto wako? Umemridhia Mungu katika mitihani ambayo unaipitia? Na leo ukitaka kumjua mtu utamjua wakati wa mtihani. Hapo sasa ndo ataanza kuongea kila aina ya mabaya. Anaweza kaanza kumuuliza Mwenyezi Mungu maswali, ya Allah, nimekukosea nini ya Allah? Mbona unipa mitihani mizito namna hii? Why me ya Allah? Mbona mimi tu? Bora nife. Maana yake hayuko radhi na ile mtihani ambao Mwenyezi Mungu amempatia huyu mtu. Hayuko radhi. Ndio Hasan al-Basri rahimahullah aliwahi kumwona mtu kwenye al-Kaaba, anamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ardha anni, Allahumma ardha anni, Allahumma ardha anni, Allahumma ardha anni. Mwenyezi Mungu nakuomba uniridhie, Mwenyezi Mungu nakuomba uniridhie, Mwenyezi Mungu nakuomba uniridhie. Hasan al-Basri akamuuliza, je, wewe naye unamridhia Mungu? Akamwambia, vipi nitamridhia Mungu? Akamwambia, ndiyo, ile maisha ambayo wewe uko ndani yake umearidhia? Ile mitihani ambayo Mungu anakupitisha katikati yake umearidhia? Umeweza kusubiri ukarudi kwake yeye? Ama ndio umetaja maneno ya ukafiri? Ama labda ndio ukaenda kwa washirikina, ukaenda kupiga ramli kutazamia nani amesababisha mambo haya? Wengi sisi hatuko radhi na maisha ambayo tunapitia ndani yake, ndugu zangu, hatuko radhi. Ndio unaona leo ndugu zangu, radhiyallahu anhum, Mungu yuko radhi na wao. Hawa kwanza ni maswahaba ridwanullah alaihim. Ndio tunapotaja, unaposikia tunamtaja Abubakar, tunasema Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kwa hii aya, Umar al-Faruq radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu. Hawa maswahaba tunasema radhiyallahu anhu kwa sababu hii aya inathibitisha Mungu yuko radhi na wao. Ndio leo wanakuja watu wanawatukana maswahaba hawa na kuwakejeli na kuwaingiza motoni hasa hawa, alafu wanadai kwamba ni Waislamu. Vipi Waislamu leo wanawalaani watu ambaye Mwenyezi Mungu yuko radhi na wao? Mungu mwenyewe yuko radhi na wao. Huyu Bi Aisha radhiyallahu anha walipomtuhumu na hadithul ifk kwamba Bi Aisha amezini nje ya ndoa, unajua wao waliposhindwa na Mtume wakaona huyu Mtume hatumwezi bwana, kila tukileta hoja anaziangusha na wahi na hadithi. Sasa wacha tuingie kwenye heshima ya nyumba yake. Hii kwa Kiingereza inaitwa character assassination. Unaposhindwa na mtu kwa hoja, basi tafuta zile kasoro zake. Labda ana tabia mbovu, labda ana baadhi ya maasi anayofanya. Ingia katika nyumba yake na heshima yake, irdhi ya Bwana Mtume sallam. Walipojaribu kumtuhumu Bi Aisha kwamba Bi Aisha amezini nje ya ndoa na ni mke wa Mtume sallam, Mwenyezi Mungu aliteremsha aya zaidi ya 22 katika surati An-Nur kusafisha jina ya Bi Aisha, kwamba Bi Aisha hajawahi kuzini. Bi Aisha alikuwa ni mwanamke msafi. Bi Aisha alikuwa ni mwanamke mtakatifu. Bi Aisha ni mwanamke msalihina. Mungu amemsifu kila aina ya sifa Bi Aisha katika surati An-Nur. Mungu ameshamsafisha Bi Aisha. Wao Mashia bado wanaendelea kumtukana mpaka leo. Mpaka leo wanaendelea kumtukana Bi Aisha radhiallahu anha, kwamba huyu ndo alikuwa adui mkubwa wa hii dini. Unajua kwa nini wanamtukana Bi Aisha? Kwa sababu Bi Aisha ndo katika maswahaba, huyu ndo mwanamke aliosoma zaidi kuliko wanawake wote baada ya Abu Huraira. Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi ndo alohifadhi hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallam.
na aliishi na mtume kwa miaka 3 tu, lakini alihifadhi hadithi nyingi zaidi ya hadithi 5000. na Bi Aisha ndo anayemfuata yeye. Hakuna mwanamke aliyokuwa msomi katika dini hii kama Bi Aisha radhiallahu anha. Ndio unaona hawa mashia wanamchukia Abu Huraira, wanamchukia Bi Aisha. Mtu yoyote ambaye amesoma katika dini hii wanamchukia kwa sababu anazitaja zile hadithi ambayo inayokwenda na kinyume na mambo yao. Radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na wao, yuko radhi na wao. Kwa hivyo hii ndo hali ya misikiti ndugu zangu, na misikiti intakana icheze doria yake. Na miongoni mwa doria kubwa ambayo msikiti unacheza, mbali na kuswali swala 5, kutoa khutba ya Ijumaa, watu kuswali swala za sunna, mashallah ipatikane mawaidha kama haya. Msikiti wakati wa mtume ilikuwa na doria kubwa. Msikiti ilikuwa sio sehemu ya watu kuswali tu. Watu wakisha swali basi inafungwa milango yake, tunangojea tena time ya swala nyingine hii iadhiniwe, ikishamalizika swala milango tena inafungwa. Hapana, msikiti ni chombo cha kuipeleka hii umma mbele. Leo misikiti nyingi zimejengwa za kifahari, lakini hakuna chochote kinachofanya kuipeleka umma mbele. Basi imebakia kwamba ni msikiti wa kifahari tu, msikiti wa fulani, lakini ukiangalia hakuna dawa inaendelea, hakuna usaidizi katika umma. Katika wakati wa mtume msikiti ndo sehemu ambayo ilikuwa ikiangalia umma, au watoto wadogo ambao wanaokuja watahifadhi Qur'ani wapi, wataanzia wapi, na ni nani ambaye atawafundisha kuhifadhi Qur'an? Wameshamaliza kuhifadhi Qur'an, wanatakana kuendelea na masomo zao, wataendelea wapi? Wameshamaliza masomo yote haya, msikiti ndo ambaye ilikuwa ikiangalia mpaka namna gani ya kuwatafutia kazi. Tutawatafutia kazi vipi hao? Wameshamaliza masomo yao, wameshamaliza masomo, wameshapata kazi, mtu anaanza kulipwa mshahara. Msikiti haicheleweshi, inaangalia ni vipi tutawaoza hawa, hawafai kuendelea kuishi hivi, wanatafutiwa mume, wanatafutiwa mke. Msikiti ilikuwa na doria khas ya kuwashughulikia watu wa kike, ya kuwashughulikia wanawake ambaye ni wajane ambao wamefiliwa na ume zao. Wajane wangapi leo katika mitaa zetu ndugu zangu? Nani ambaye anawaangalia wajane hawa? Illa man rahim Allah. Msikiti ulikuwa na doria khas ya kuwashughulikia wazee ambao wamefika umri wa uzeeni na hawana mahali pa kwenda, labda hawana familia zao, watu wao wote hawamjali. Msikiti ndo ambayo ilikuwa ikishughulika na mambo haya. Msikiti mbali na kuwa ilikuwa ikiwapokea wageni msikitini, ilikuwa na doria khas ya kuwafundisha watu masala ya da'wa. Ndio unaona ikatoa maduatu wengi, kina Mus'ab bin Umair, kina Saidina Ali, wakitolewa wakienda katika baadhi ya miji mingine, kwenda katika nchi ya Yemen, kwenda katika sehemu zingine kueneza da'wa. Msikiti ndo kazi yake hiyo. Hii ndio ilikuwa kazi ya msikiti ndugu zangu. Lakini leo misikiti nyingi malasafu shadid imepoteza doria yake. Vikao kama hivi ni vikao ambavyo vinahitajika katika umma sasa hivi ndugu zangu. Hizi vikao ni vikao majalisi dhikri, vikao vya kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Vikikosekana hii katika jamii zetu, basi wallahi tutarajie vizazi vibaya sana vinavyokuja. Lakini madamu kuna watu wamekaa chini hapa na mwingine amesimama mbele yao anazungumza, au amekaa mbele yao anazungumza na watu wanamsikiza, matarajio ya hii umma iko mbele ndugu zangu. Hii umma iko njiani, inakuja kwa kasi ya ajabu. Ndio unaona wale ambao wanaozuia harakati kama hizi katika misikiti. Leo unamkuta mtu ni chairman wa msikiti anazuia harakati kama hizi, yeye ndo committee, yeye ndo trustee, wala hajali, anazuia hizi harakati ya msikiti isiendelee. Amekaa katika uongozi zaidi ya miaka 60, wala haoni hapa umma inazidi kurudi nyuma, watu wanabaki katika ujinga wao. Nani wewe tuko umeshika uongozi, mumewahi kusababisha mtoto akahifadhi Qur'ani katika msikiti kama hii? Mtoto gani katika msikiti ambaye leo unaosimamia wewe kama chairman, kama mweka hazina, kama katibu, ni mtoto gani ambaye ameweza kuhifadhishwa Qur'ani na akatoa khutba ya Ijumaa?
Hii katika misikiti nyingi huwezi kupata, hauwezi kupata, na hii ni msiba mkubwa sana ndugu zangu. Misikiti nitakana tuwainue vijana kama hawa, leo itoe maduati, itoe mashekhe, iwatoe ulama katika misikiti. Isibaki tu ni ile ile miaka nenda miaka rudi, tuko pale pale tu katika ujinga, katika kurudi nyuma. Tutoe watu ambaye tutaendeleza da'wa, na mashallah hii dini itakuwa iko mbele. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusifu sisi kuwa ni umma bora, si kwa sababu sisi ni wengi ama labda tuna sura nzuri, labda sisi ni matajiri duniani. Hapana, tumekuwa umma bora kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmeshakuwa umma bora, mmeshakuwa umma bora. Kwa nini mmekuwa umma bora? Ni kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana maovu. Ndio unaona hizi vikao ni vikao muhimu sana. Hii ndio ambayo imetufanya sisi tukawa ni umma bora. Angalia ajabu ya hii aya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wanasema baadhi mufassirin katika miujiza ya Qur'an ni hii aya. Yani hii aya imekuja kinyume. Lao ingelikuwa ni mawazo ya binadamu, ungeona aya ilikuwa ifai kwa namna hii. Kwa mawazo ya binadamu ambaye ni finyo manake. Hii aya kwa mawazo ya binadamu lao angeliambiwa yeye, angesema hii aya ilikuwa inafaa kuwa hivi: kuntum khayra ummatin tu'minuna billahi ukhrijat linnas tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ndio kwa akili ya binadamu ingekuja hivyo, kwamba nyinyi mmekuwa umma bora. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mnamwamini Mungu. Watu wengine wamekataa kumwamini, ndio maana wamekuwa makafiri. Alafu mkaamrishana mema kisha mkakatazana maovu. Lakini jambo la ajabu, hii aya imani imekuja mwisho. Kwa nini mmekuwa umma bora? Ni kwa sababu mnaamrishana mema, mnakatazana maovu, kisha ndio mnamwamini Mwenyezi Mungu. Ina maana imani haiwezi kuja ndugu zangu mpaka tuamrishane mema na tukatazane maovu. Ndio unaona madamu kuna vikao kama hivi, kuna watu wanawaamrisha wenzao na kuwakataza wenzao na kuwanasihi wenzao, basi bado imani itakuwepo. Siku ile itakosekana hii ndugu zangu, vikao kama hivi. Hakuna mtu ambaye anayemjali mwenzie bwana, hakuna mtu anayesimama hapa kuwakanya wenzie labda tabia ambayo tuko naye au mwenendo. Hujaambiwa umshike mtu mashati umlazimishe, hapana. Wewe umeambiwa umfikishie tu, mkataze kwa maneno tu basi. Siku itakosekana hii ndugu zangu, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atateremsha adhabu hapa duniani. Na hii ni hadithi ya Mtume sallam, Mtume aliposema kwamba fawalladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar au la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi fatad'unahu fala yustajabu lakum. Mtume anasema, na hapa na yule Mola ambaye nafsi yangu imo katika mikono yake, ambaye ni Allah. Wallahi, hii lam inaitwa lamul qasam. La ta'murunna bil ma'rufi, wallahi mtaamrishana mema nyinyi, na wallahi mtakatazana maovu, la sivyo mtamwamrisha Mwenyezi Mungu ateremshe adhabu kutoka mbinguni, kisha mtainua mikono yenu kumuomba asiwezi kuwajibu. Ndio unaona watu wanatakana wawashukuru sana mashekhe. Kuna Sheikh Yunus, kuna Sheikh Ali hapa, kina Sheikh Saad, kina Mash. Tuwashukuru mashekhe ndugu zangu, kwa sababu ya hawa maduat na ulama ndio mpaka leo Mungu hajateremsha adhabu, kwa sababu hawa wanasimama mbele ya watu, wanawakanya watu, wanaelekeza watu, wanawaonesha watu njia. Siku itakosekana hii, tutarajie chochote kibaya kama walivyoangamizwa nyumati zilizopita, kama walivyoangamizwa nyumati zilizopita. Kisha mtainua mikono yenu kumuomba Mwenyezi Mungu tuondolee, wala Mwenyezi Mungu asiweze kuwajibu. Ndio unaona leo duniani maulama wanapigwa vita, mashariki al-ardh magharibiha,
wanateswa, wengine wametiwa ndani. Wallahi, nafasi kama hizi hata ukienda katika baadhi za nchi za Kiislamu hauwezi kupata nafasi kama hii. Sisi tumshukuru Mungu ndugu zangu, tuitumieni nafasi katika njia iliyokuwa nzuri kuweza kuelekezana. Bado nafasi bado ipo. Ikiwa wewe leo unasimamia msikiti wowote ule alafu unazuia dawa isiendelee, basi pata kujua unakosea makosa makubwa sana, na hii inaonyesha wazi uwezi. Ndugu yangu, wewe kama ni chairman wa msikiti, umo katika msikiti yoyote pale duniani, katika nchi yetu, sehemu nyingine, labda unanisikiza katika mitandao hii, hiyo kazi ya uongozi achana nayo, wewe huwezani nayo, itakupeleka motoni hiyo, kwa sababu unazuia nyumba ya Mungu dawa isifanyike ndani yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakanya, anasema waman adhlam mimman man'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun alim. Ni nani dhalim kuliko mtu ambaye leo anawakataza watu katika nyumba ya Mungu, Mungu asitajwe, dawa isifanyike, maneno ya Mungu isielezwe? Kuna mtu dhalim kuliko huyo? Ndio Mungu anauliza. Hawa watu kama hawa ambao leo wanauzuia harakati za dawa misikitini, mpaka wameandika kwenye notice board. Kuna baadhi ya misikiti ukienda imeandikwa pale katika msikiti huu hakuna mawaidha, hakuna kutoa darsa, hakuna kutoa khutba by new management. Wao wanafikiri kwamba wanacheza mchezo wa amani, kumbe hawajui wanaikosea umma. Mambo mengi yanaharibika, hakuna mtu wa kuwakanya watu msikitini, hakuna mtu wa kuelekeza watu. Khutba za Ijumaa yenyewe wanawaacha watu wanatoa kwa lugha ya Kiarabu, ambaye leo Waislamu wengi wamekataa kusoma Kiarabu na hawajui Kiarabu, na ndio hapo wanapata nafasi angalau kwa wiki mara moja kukumbushana. Sasa wewe leo unataka kumkanya mtu jambo ambayo itakayotokea wiki inayokuja, au kuna jambo la hatari inakuja hapa mbele, unamkanya kwa lugha asofahamu. Matokeo yake sasa unamwambia huyu mtu akatumbukia kwenye ile matatizo mzima manake. Na Mwenyezi Mungu ameruhusu katika, kama walivyotafsiri wanazuoni, khutba ya Ijumaa unaweza ukatoa na lugha nyingine, bora zile masharti ya khutba itolewe kwa Kiarabu, maelezo itolewe kwa lugha ya watu wenyewe, kama Mwenyezi Mungu alivyosema katika surati Ibrahim, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, hatujamtuma mtume yote isipokuwa tumemtuma kwa ulimi ya watu wenyewe, kwa ulimi ya watu wenyewe, maana yake kwa lugha yao, ili apate kuwabainishia maana yake. Na ndio wanazuoni wakaonelea inawezekana katika khutba ya Ijumaa tukazungumza kwa lugha ambaye ni ya watu wenyewe wapate kufahamu. Umekwenda katika sehemu ambayo wenyeji wengi ni watu wa Waluya, toa khutba kwa lugha ya Baluya. Wenyeji wengi ni Wajaluo kwa Kijaluo, wenyeji wengi ni Wakikuyu kwa Kikikuyu, na lugha ya sehemu, kila sehemu manake, ili watu wafaidike angalau kwa wiki mara moja. Ndio unaona hawa maduati, ndugu zangu, na maulama, usifikiri kwamba hii kazi ya da'wa ni kazi rahisi ndugu zangu. Hakuna kazi iliyokuwa ngumu kama hii kazi. Hawa wamerithi mitume. Al-ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhama walakin warathu al-ilm. Hawa ulama ndio warithi wa mitume, na mitume hawakuwarithisha hawa maulama pesa wala dirham wala dinar wala dola wala kwacha wala shilingi, wamewarithisha ilmu. Sasa hawa ndio ambao wamechukua kazi ya manabii. Wallahi hakuna kazi iliyokuwa ngumu. Watu wanatakana wawashukuru sana hawa maduat na hawa maulama ambao wanaosimama mbele ya watu, wanakuja wanatoa baadhi ya kalima. Usifikiri kwamba ni jambo rahisi kusimama mbele ya watu. Hakuna jambo iliyokuwa ngumu kama hilo ndugu zangu. Leo usifikiri kwamba mtu unarekodiwa mbele ya mavideo hizi unaona kwamba ni fahari, video yako inakwenda ulimwengu nzima. Hakuna kitu cha hatari kama hili. Basi ni taufiki ya Mwenyezi Mungu tu ndugu zangu. Na binadamu ni binadamu tu, ana makosa mengi.
Hata wanazuoni leo wana makosa mengi wanafanya. Leo unaweza kuzungumza mbele ya watu kama hivi, wewe ukaona watu wote ni wajinga, kumbe kuna baadhi ya watu wamekaa hapa, ndugu zangu, ile elimu waliokuwa naye wanakuvaa wewe na kanzu yako. Wewe unaweza kuona unatoa mawaidha kama hii, unamuona mtu anashangaa hivi, unafikiri anashangaa mawaidha ambayo unaitoa wewe, kumbe anakushangaa wewe. Huyu jamaa anaongea nini? Anataja vitu ovyo ovyo tu hapa. Wewe unamuona mtu labda unazungumza katika mazungumzo yako, mtu anaanza kucheka, wewe unafikiri kwamba umemchekesha, kumbe anakucheka wewe. Wewe una habari, ndugu yangu? Ndio kazi ya dawa hii. Wakati mwingine unatoa mawaidha mbele ya watu, ama katika khutba ya Ijumaa, unamuona mtu anaanza kulia pale msikitini, unafikiri labda mazungumzo yako imemgusa mpaka ametoa machozi analia, kumbe jamaa analia anasikitika maskini, kisha kuwa huyu ndio imamu wao, huyu ndio shekhe wao. Hali ya mamuma itakuwaje? Hali ya mamuma itakuwaje, ndugu zangu? Usifikiri kwamba ni kazi rahisi. Ni kazi ngumu kuandaa mawaidha kama haya. Yote ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Mengine anakuja pale, unaweza kuwakumbusha watu. Ndio unaona hapa naye baada ya kuwafikishia watu, sasa tuwepo na msimamo. Dawa yataka msimamo, ndugu zangu. Bila msimamo, wewe kama ni dai, wewe ni alim, basi hii dawa yako itakuwa na matatizo. Ndio unaona kuna baadhi ya maduat, kuna baadhi ya ulama anafanya dawa, anataka kupendwa na kila mtu. Wewe ukiona dawa yako hii kila mtu anakupenda, hakuna hata mtu mmoja anakuchukia, hii dawa yako ni batil. Dawa yako ni batil. Kila mtu atanakupenda. Hata ukishamaliza kuzungumza mazungumzo kama haya, unakwenda kuwasikiza watu wanasemaje. Watu walisemaje khutba yangu ya leo? Walifurahia sana. Mashallah Sheikh, mazungumzo ilikuwa inatoa nyoka pangoni bwana. Na pili, ukiona dawa yako hii watu wote wanakuchukia, hii dawa yako pia ni batil. Kila mtu anakuchukia. Ndugu yangu, wewe una matatizo. Haiwezekani kwamba watu wote hawa wakaona kuchukia wewe. Bila shaka una matatizo mahali. Lakini ukishaona dawa yako uko bain, kuna watu wanakuchukia na kuna watu wanakupenda. Hauwezi kupendwa na kila mtu na hauwezi kuchukiwa na kila mtu. Basi upate kujua umo katika njia aliyokuwa naye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipendwa na watu wengine na akachukiwa na watu wengine. Kwa hivyo usifikiri kwamba wewe dawa yako hii utakuwa unatoa tu kila wakati, watu wote watakuwa wanafurahia, wanaona kwamba huyu shekhe mashallah yuko sawa. Hapana, sio kila mtu ambaye ataridhia haya, na ndo dini ilivyofundisha. Manake kuna wengine ukiwatajia baadhi ya aya wanakasirika, ukiwatajia baadhi ya hadithi wanaona vibaya. Kwa nini shekhe anazungumzia haya mambo? Hata katika baadhi ya misikiti watu wamepewa masharti hayo. Ndio unaona ikishakuwa wewe leo ni mtu dai, wewe ni alim, unaangalia hizi aya nikizitaja hapa mbele ya watu, kuna watu watakasirika hapa, basi bora kunyamazia, nitawaudhi watu. Yani leo kuna baadhi ya watu leo wanaificha haki, kitmanul ilm. Mtu anaificha elimu kwa sababu watu watakasirika, kwa sababu watu watasema, wala hajali kwamba eti Mungu anayatizama haya kwa mtizamo ambaye si ya kuridhia. Wewe leo msimamo wako mbaya huu wa kukataa kuisimamia haki na kukataa kuongelea mambo ya sawa mbele ya watu, umewapoteza watu wangapi wewe? Umewaonesha watu mfano gani katika jamii? Umepotosha umma kiasi gani manake? Lakini msimamo wako wa sawa huu, watu wameridhia, wamekasirika, madamu hii ndio aya, hii ndio hadithi, basi tutaitaja kwa hikma, kwa adabu na njia nzuri, bila kumlazimisha mtu. Ndio unaona leo unapozungumza mambo ya haki wanasema, unaona hao majamaa kazi yao ni kulazimisha watu. Tushawahi kumlazimisha nani jamani? Hakuna mtu tumewahi kumshika mtu mashati hapa kwamba lazima ufate au tukamshikia mtu bakora. Hakuna. Hii ni lugha ya watu ambaye tayari wameshashindwa na hii dini. Mambo mengi wameshapitwa, sasa njia iliyopo ni kuchafua. Sasa unaona wanalazimisha, wanafanya mambo kwa nguvu, wanatumia mabavu. Hakuna mtu anatumia mabavu. Ikiwa nchi kama hii, ndugu zangu,
Mtu anaruhusiwa kuabudu nyani, mtu anaruhusiwa kuabudu kombo mwiko. Wewe ambao unaifuata mambo yako kinyume na dini, uko huru. Hakuna sheria ya Mungu ambayo inaifanya kazi hapa sasa hivi. Kwa hivyo yangu mimi na wewe ni kuwafikishia tu hawa watu, hatujaambiwa tumlazimishe. Ndio unaona hizi vikao, ndugu zangu, lao vitakuwepo kila wakati. Hii umma iko mbele na iko njiani, inakuja kwa kasi ya ajabu. Siku ambayo itakosekana hii, ndio Waislamu wengi watazidi kupotea, dhulma itazidi katika ardhi, machafu yatazidi, mpaka mwisho tutakosa mahali pa kutembea hapa barabarani. Ile mgawanyiko iliyoko baina yetu sisi wenyewe, tumegawanyika na mgawanyiko mingi imesababisha si kugawanyika, itazidi kuwa mgawanyiko mkubwa sana miongoni mwetu. Lakini madamu kuna watu wamekaa hapa na wengine wanawaelekeza na kuwaamrisha na kuwakataza, matarajio ni makubwa. Ndio unaona Saidina Umar alipotafsiri aya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Saidina Umar alipotafsiri aya hii anasema man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shartullahi fiha, mtu yoyote ambaye anayefurahi, anaona ghera kwamba yeye ni miongoni mwa hii umma, basi atekeleze sharti iliyowekwa ndani yake. Na sharti iliyowekwa ni kuamrishana mema na kukatazana maovu. Wewe utakuwa miongoni mwa hii umma. Na kuamrisha mema na kukatazana maovu, ndugu zangu, kama walivyotaja waliotangulia wenzangu, si lazima mtu asimame mbele ya watu hapa ama akae hapa mbele wengine wamsikize ama kupanda juu ya mimbar. Hii kuna watu ambao wanahusika na mambo haya. Inawezekana wewe labda hauna ujuzi huo wala hujafika hiyo mustawa ya kuweza kuzungumza mbele ya watu, sio jambo rahisi. Angalau kuna watu wanafanya dawa kwa kuandika vitabu. Kuna watu dawa yao ni kusuluhisha baina ya watu ambao wamekosana, mtu na mke wake, mtu na jamaa zake, mtu na ndugu zake. Hii pia ni katika eneo ya dawa. Wengine wanaenesha video kama hizi, wanachukua clip wanazituma kama ilivyoelezwa huko nyuma. Wengine anazungumza na watu tu, anakutana na watu pale nje, bwana leo nimesikia hadithi fulani, nimesikia aya fulani, tumekutana nyumbani kwa fulani, tunakunywa chai, tunaanza mazungumzo ya dini. Wewe hujui neno lako moja hili linaweza kumuongoza nani, ndugu yangu? Na wewe ukinyamazia, wangapi ambao watapotea? Waeleze watu tu. Na ndio unaona wale watu wa haki wakinyamazia ile batil, kama alivyosema mmoja katika salafu na salih, idha sakata ahlul haqq anil batil tuhima ahlul batil annahum fil haqq. Watu wa haki wakinyamazia batil, maana yake watu wa haki wakinyamazia maovu inafanyika, watu wananyamaza, basi wale watu wanaofanya maovu hayo wataona kwamba wao katika sawa. Mbona mashekhe wakuongelea? Mbona mashekhe wamenyamaza? Ina maana tuko sawa bwana, hakuna makosa yote. Sasa yako mimi na wewe, ndugu yangu, tuyafikishe haya katika njia moja na nyingine, tuyajenge katika manyumba yetu, tuyarekebishe manyumba yetu, kisha hawa tuwafikishie dawa na tuwaombee Mungu. Hakuna zaidi ya hapo, ndugu zangu. Tuwafikishie dawa na tuwapate kuwaombea Mungu, basi hiyo ndio ambaye itakuwa tumeyafanya haya. Kwa hivyo hii dini, ndugu zangu, ni dini ambayo ina khairi nyingi ndani yake, na hii khairi hauwezi kuijua ikiwa haukupitia katika vikao kama hivi. Na sheitani naye ana mvuto wake. Hauwezi kujua njia za sheitani na hatari ya sheitani kama ukupitia katika vikao kama hivi. Hizi ni vikao ambavyo vinawakumbusha watu, vinamrudisha mtu nyuma, vinamshtua mtu. Ukikaa mbali na vikao kama hivi, pata kujua, ndugu yangu, utakuwa unahatarisha. Ndio unaona wakati mwingine wewe njoo kaa tu, hata kama unajua kila kitu. Angalia mashekhe wangu hawa, labda wananizidi kielimu, ndugu zangu, wamekaa wananisikiza, wamesikiza mashekhe wengine, na sisi pia tunawasikiza wale wengine. Hauwezi kutoka bure, lazima utatoka na kitu humu ndani. Utakumbushwa, utashtuliwa, utashtuka, kumbe mambo inakwenda hivi, kumbe siku zote mimi nafanya matendo fulani na yote ni makosa. Ndio unaona wale Waislamu wote wanaokaa katika vikao vya elimu,
anasikiza darsa msikitini, khutba ya Ijumaa anafuatilia, kuna muhadhara, anakaa kwenye halaka ya ilmu, hauwezi kuwaona na tabia mbaya. Huwezi kumuona kijana au mzee au mtu mzima au mwanamke anayekaa katika vikao kama hivi na kazi yake ni kusikiza mawaidha, ima katika TV au katika mitandao au katika simu, kazi yake ni kusikiza mawaidha tu. Huwezi kumuona na tabia mbaya, kwa sababu hizi vikao vinarekebisha tabia, hizi vikao vinarekebisha ibada za watu, vinarekebisha. Huwezi kumuona kijana au Muislamu anayekaa katika vikao kama hivi eti anasikiza mziki, hauwezi, kwa sababu hizi vikao vinarekebisha. Huwezi kumuona kijana anayekaa katika vikao kama hivi anacheza kamari, hauwezi kumuona. Huwezi kumuona kijana au Muislamu anayekaa katika vikao kama hivi anasikiza mawaidha kama haya eti ananyoa nywele kama jogoo au anavaa suruali nusu ya makalio yake iko wazi. Hauwezi, kwa sababu hizi vikao vinarekebisha. Hauwezi kumuona mwanamke ambaye anayesikiza mawaidha kama haya kwenye TV, kwenye mitandao, misikitini, eti anatembea bila hijab. Hata mazungumzo yake pia utaona imebadilika. Lakini njoo waangalie wale ambaye hawakai katika hizi vikao. Huwezi kumuona kwenye darsa, huwezi kumuona kwenye muhadhara, huwezi kumuona kwenye kongamano, katika khutba ya Ijumaa, khutba yenyewe ni Kiarabu na Kiarabu yenyewe hajui. Njoo waangalie tabia zao sasa na ibada zao kwa ujumla. Mpaka hao wasiokuwa Waislamu wanauliza, jamani, ule fulani ni Muislamu kweli ule? Wao wenyewe wanashangaa kwa namna watu walivyokuwa na tabia nzito nzito. Ndugu zangu, hizi vikao ndo vikao vya msasa wa moyo. Ukikaa mbali na vikao hivi unaihatarisha mpaka pepo yako, kwa sababu hii ndio itakuelekeza kuelekea peponi. Watakukumbusha hapo, watakukanya, watakuelekeza, watakunasihi, na mpaka mwisho utarudi, utakuwa Muislamu wa sawa, utakuwa Muislamu wa sawa. Namalizia mazungumzo yangu ndugu zangu, nimewahi kuuliza hili swali, lakini ningependa kila mmoja wetu achangie, kwa sababu tu katika mji wa Machakos. Wewe ushawahi kujiuliza katika maisha yako ni siku gani ambayo ndio siku bora katika maisha yako? Siku gani ambayo ilikuwa ni siku bora katika maisha yako? Lau tutaulizana hili swali hapa, tutapata jawabu tofauti tofauti. Labda wengine wetu kiwauliza hili swali watasema siku bora katika maisha yangu ni siku nilozaliwa, ndio nilikuja duniani. Mimi naithamini sana hiyo tarehe na hiyo mwezi. Mwingine atasema siku bora katika maisha yangu ni siku ambayo nilipomaliza masomo, nimemaliza chuo kikuu, nimemaliza kidato cha sita. Hakuna siku iliyokuwa bora katika maisha yangu kama wakati huo. Nimepewa stakabadhi zangu za kumaliza masomo, hii ndio ilikuwa maisha yangu. Mwingine akiulizwa atasema siku bora katika maisha yangu ni siku nilipopata kazi. Mwingine atasema siku bora katika maisha yangu ni siku nilipopokea mshahara yangu ya kwanza, na nipata kitita cha noti, ndio mara ya kwanza nashika noti nzito. Mwingine atasema siku bora katika maisha yangu ni siku nilipooa. Mwingine atasema siku bora katika maisha yangu ni siku nilipopata mtoto wa kwanza. Wallahi hakuna siku nilofurahi kama siku hiyo. Mwingine atasema siku bora katika maisha yangu ni siku ambaye nilipofungua biashara yangu mwenyewe. Mwingine atasema ni siku ambaye nilinunua nyumba kwa pesa zangu za halali. Mwingine atasema ni siku ambaye nilinunua gari yangu mwenyewe, sasa hivi naendesha. Hizi ndo mawazo ambaye binadamu yuko naye katika dunia yake, ndugu zangu. Lakini leo nitawaambieni siku gani iliyokuwa bora katika maisha yako wewe na mimi. Na hii Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Qur'an. Siku bora katika maisha yako upate kujua, ndugu yangu, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alikuongoza. Alikuongoza ima kwa kusilimu, siku ulosilimu, upate kujua hiyo ndio ilikuwa siku bora katika maisha yako. Alikuongoza kwa maana ya kwamba alikutoa katika maasi ambayo unayafanya. Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo uliacha ushirikina. Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo uliacha kucheza kamari.
Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo uliacha kusikiza mziki. Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo ulianza kuvaa hijabu ya kisheria, wewe mwanamke wa Kiislamu. Siku bora katika maisha yako ni siku ambayo ulipoacha zinaa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walitukabbiru Allaha ala ma hadakum walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum. Mumkabbiri Mwenyezi Mungu, mtukuzeni Mwenyezi Mungu kwa ile uongofu ambao Mwenyezi Mungu aliwaongoza. Hiyo ndio siku bora ndugu yangu. Na hii siku bora, pamoja na kwamba kila mmoja wetu anajua yake, yeye mwenyewe anajijua ndani ya moyo wake, ni siku ambayo mimi na wewe tuliongozwa. Hii uongofu inawezekana ukapokonywa. Unapokonywa wakati gani ndugu zangu? Utapokonywa uongofu huu pindipo utakapoanza kujiona haya yote mimi niliyafanya kwa nguvu zangu. Mimi ni mtu nimeswali bwana, nimeswali alfajiri, naamka bwana, mimi sikosi msikitini bwana kwa nguvu zangu. Nimefunga Ramadhani nyingi, Ramadhani mwaka huu pia bwana kwa nguvu zangu. Mimi ni mtu nimekwenda haji bwana. Ukaona hii yote umeifanya we mwenyewe, si kwa taufiki ya Mungu Si Mungu ndivyo alivyokuelekeza na akakuwezesha wewe kufanya haya. Sheikh Saad, wakati umefika ndio. Okay. Ndio unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza haya ndani ya Qur'an, kwamba siku ambayo wewe utajiona wewe umeyafanya haya kwa sababu yako, kwa sababu ya elimu yako, kwa sababu za nguvu zako, kwa sababu ya uwezo wako wa kimali, ndio mimi nimeweza kuyafanya haya kwa akili yangu bwana, mimi ni mtu mwenye akili sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia bwana mtume, waambie hawa, qul bal yamunnu alaykum an hadakum liliman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ambaye amewezesha nyinyi kwa kuwaongoza katika imani, si kwa sababu ya uwezo wako ndugu yangu. Na muombe Mwenyezi Mungu kila wakati akupe msimamo huo huo mpaka mwisho wa uhai wako, mpaka mwisho wa uhai wako. Ndio unamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuomba dua, Nabii Aisha anasikia anamwambia Mwenyezi Mungu, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kugeuza nyoyo za watu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwenye kugeuza nyoyo za watu, akazifanya zile nzuri ikawa mbaya na ile mbaya ikawa nzuri kwa nia ya mtu mwenyewe. Wewe ndo ambao utamfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuweke wapi ndugu yangu? Thabbit qalbi ala dinik, iweke imara moyo wangu ndani ya dini yako. Bi Aisha aliposikia mtume anaomba dua kama hii, akamwambia ya Rasulullah, anta ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wewe pia unaomba dua kama hii ya Rasulullah? Wewe ni mtu ambaye umesamehewa madhambi yako yaliyopita na yale ambayo inayokuja. Madhambi ambayo mtume hajafanya ashasamehewa tayari. Mtume akamwambia Bi Aisha, ni lazima tuombe dua kama hii, kwa sababu inna quluba bani adam baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hakika nyoyo za binadamu zimo katika vidole viwili vya Mwenyezi Mungu, anavigeuza anavyovitaka. Ndio wewe ushawahi kumuona mtu leo anaharibikiwa ukubwani, anakuwa mtu muovu katika uzee wake, alikuwa ni mtu mwema, na wangapi ambao walikuwa ni watu waovu wakaja kuongoka katika ukubwa wao, na ndio akaendelea hivyo hivyo mpaka mwisho wa uhai wake. Kila mara tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki
ya kuendelea hivi hivi mpaka mwisho uhai wetu. Ndio akauliza Sheikh Ali, Ramadhani imemalizika ndugu zangu, qad intaha Ramadhan famadha baqi, Ramadhani imemalizika, nini ambayo imebakia? Baqiyatul masajid wa lam tughlaq ba'd, imebakia misikiti wala milango yake haijafungwa bado. Milango ya msikiti bado iko wazi ndugu zangu. Leo tumshukuru Mungu, katika nchi kama hizi bado misikiti milango yake iko wazi. Kuna watu hawana nafasi kama hizi, wacha kuwa misikiti imeshafungwa, hawana nafasi ya kujenga hata msikiti katika nchi zao. Qad intaha Ramadhan ya ikhwata al-iman famadha baqi, baqiya al-Quran wa lam turfa' ba'd, imebakia Qur'ani na bado Qur'ani haijanyanyuliwa bado. Unajua maana ya kunyanyuliwa ndugu zangu? Maana ya kunyanyuliwa, maana yake katika ashrati saati al-kubra, zile alama za kiyama za mwisho mwisho karibia na dunia kumalizika, hii Qur'ani itanyanyuliwa. Itanyanyuliwa vipi? Tukiifungua hii Qur'ani, kila mara tunapenda kufungua kuisoma, utapata nyaraka ni nyeupe kama hii kitabu, hakuna kitu ndani. Na hapo ndio itakuwa mwisho mwisho wa dunia tena. Na Mtume wa sallam anasema, na mtu yoyote ambaye atakayehifadhi Qur'ani wakati huo, itatolewa kwenye moyo wake na bongo lake, itanyanyuliwa, maana atayasahau yote, baadaye atarudishiwa, lakini hapo itapotezwa manake. Ndio wewe isome Qur'ani bado iko kwenye vitabu ndugu zangu, bado umehifadhi kwenye akili yako kabla haijakuja kuondolewa haya. Imebakia saumu ya sunna, imebakia qiyamul layl, imebakia matendo mema, tusiache haya. Ramadhani imekuja kuwa ni shule, chuo kikuu cha kutufundisha sisi malengo ya kuwa hapa duniani. Ndio akasema alosema, ya ikhwatal iman fabadir qabla an tughadir, fanya haraka sana kufanya matendo mema kabla hujaondoka bado. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.